sura 2 mstari wa 15. Esta 2:15. Iko umepata, sema amen. Amen. Wakati uliwadia wa Esta kwenda kwa mfalme, huyo binti Abihaili, binamu ya Mordekai, na ambaye alilelewa na Mordekai, hakuomba chochote zaidi ya kile alichopangiwa na Hagai, towashi mwangalizi wa wanawake wa mfalme. Kila mtu aliyemwona Esta alipendezwa naye. Amen. Nena nasi kwa dakika chache. Mungu anabadilisha maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Nisaidie kabla uketi, upatie watu watatu tu mkono, waambie kesi yako ni tofauti. Waambie kesi yako ni tofauti. Waambie kesi yako ni tofauti. Ukiweza kufikia 4 ama 5, waambie kesi yako ni tofauti. Ukiweza kufikia 6 ama 7, waambie kesi yako ni tofauti. Ukiwa na kasmile kwa uso yako, waambie kesi yako ni tofauti. Ukiweza kufikia 10, waambie kesi yako ni tofauti. Na ukimaliza kuwaambia, inua mikono yako, shangilia Bwana kwa makofi, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Unapoketi, natangaza kesi yako ni tofauti. Haleluya. Watoto wa Mungu, tumekuwa tukiona ya kwamba kumbe Mungu ana mpango wa kila mtu kwa njia zake. Kumbe Mungu ana mawazo ya kila mtu kwa njia yake tofauti. Jinsi Mungu atahando huyu, sio ndivyo atahando huyu. Na jinsi Mungu atahando mwingine, sio ndivyo atanihando mimi. Tunaweza kuwa sote kwa huduma, tunaweza kuwa sote kwa kazi, tunaweza sote kufanya biashara moja, lakini jinsi Mungu atatushughulikia ni tofauti. Na tulipoanza kuangalia jinsi ya Mungu kushughulikia watoto wake, tukafika mahali ya kugundua ya kwamba kesi ya kila mtu iko na utofauti. Na vile kesi ya kila mtu iko na utofauti, matokeo ya kesi ya kila mtu ina utofauti. Haleluya. Mungu anapoanza kudili na wewe, kuna vile Mungu upay attention tofauti na vile atapay attention kwa mwingine. Kuna vile Mungu atakuhando tofauti na vile atahando mwingine. Kuna vile Mungu atakushughulikia tofauti na vile anashughulikia mwingine. Hufai kuenda kwa circles ama kufata mistari ya watu vile wanatembea ili kwamba umalize vile watu umaliza. Mnaweza kuzaliwa pamoja lakini hamutamaliza pamoja. Na ndio kwa maana nilikuwa nikiuliza kila mmoja wetu, wale watu mlienda nao primary school, wangapi ambao wanakaa hapa? Wangapi ambao mko nao kwa ibada hapa? Halo? Huyo ambaye mlikuwa class moja, kila kitu mkifanya, unaonyeshana, mkikasirikiana, unafanya hivi. Unaona hiyo kuandika hivi? Ama wao kuandikaga hivi? Evans, did you ever write like this? Unafanya hivi. Usiangalie. Wakikuuliza wako wapi, ulikuwa unafikiria hawa tutaishi nao maisha yote. Wakikuuliza wako wapi, wengine wameshakufa, wengine walishapotea mtaani. Halo. Rafiki yangu mmoja akaniletea rafiki yake 2017. Akaniambia, huyu rafiki yangu ninataka umuombee kwa sababu tulikuwa university mimi na yeye na tukagraduate 1993, lakini baada ya kugraduate saa hizi ndio ametoka rehab. Halo. Toka 1993 aliingia kwa dawa za kulevya, akaingia kwa pombe, akaingia kwa nini. Sasa 2017 ndio wamejaribu kumpeleka rehab kuangalia kama anaweza kurecover baada ya kugraduate.
nini? Kwa sababu sote tunaweza kushine tukitembea, lakini mwisho zetu ni tofauti. Jinsi nitakavyomaliza na vile wengine watamaliza ni tofauti. Shida kubwa ni kwamba nikitaka nimalize vile wengine wanamaliza, nikitaka nitembee vile wengine wanatembea. Hello? Akisa jirani yako umwambie you are born original. Don't die a photocopy. Ulizaliwa peke yako, acha kufa mwingine. Mtoto wa Mungu, ulipozaliwa Mungu alikuumba na vitu ambavyo havina mtu mwingine. Alipokutengeneza, alikutengeneza na vitu ambavyo havina mtu mwingine. Ni vyako peke yako. Kwa hivyo unapotembea katika dunia, usitake kutembea kama wengine. Usitake kuonekana kama wengine. Usitake kufanana wengine. Ambia Mungu, ninajua una mpango na mimi, na mpango huo utautimiza bila kutumia njia zingine za watu wengi. Una mpango na mimi. Halo? Sijui wewe ulizaliwa kwa familia gani. Unajua nilikuambia kuna wale walizaliwa kwa familia, ukizaliwa wameshakupangia mahari, wameshakupangia gari, wameshakupangia chumba. Sisi tulikuwa tunakuwa watu 6 kwa room moja. Na kwa hiyo room vitanda kama ni nyingi ni 2. Mnalalaga opposite. Miguu inapishana hivi. Halo? Wengine wakipangiwa magari, tunapangiwa madeni. Hii loan siku utamaliza shule wewe ndio utalipa. Hii wewe ndio utashughulikia. Halo? Kwa hivyo kesi yako na yangu ni tofauti. Mahali alikutoa na mahali alinitoa ni tofauti. Siku moja rafiki yangu Evans akaniambia alipotoka ushago alikuwa broke. Mpaka anatembea siku moja Islando akaona kifuniko ya soda imepondekana, akafikiria ni 10 bob. Akaifanyia manjama hivi, akienda kuiokota ni kifuniko ya soda. Akagundua kumbe ni kifuniko. Sasa you can imagine unapomwona Mungu amemubariki, unafikiria tulizaliwa na tumebarikiwa. Hapana, ni kesi zetu ndio zinapishana. Kuna mahali sote tumetoka kunakaa giza, lakini mahali tunaenda hatutabakia kwa giza milele. Kesi yako na yangu ni tofauti. Haijalishi nimetoka wapi, haijalishi giza yenyewe nimetoka ndani. Mahali amenipeleka utahakikisha historia ya maisha yangu sio mahali ninatoka, ni mahali ninaenda. Angalau jirani yako mwambie kesi yangu ni tofauti. Angalau mwingine mwambie kesi yangu ni tofauti. Nimekuja kukutangazia mtoto wa Mungu, kesi yako na yangu ni tofauti. Siku moja tunatembea Ngong, nikaona ngiri chini hivi. Nikasema kai, nani ameangusha? Kabla sijamaliza kuuliza, nimesukumwa. Nimechukuliwa. Nikaambia mwenye tuko naye, ni mimi niliona. Akaniambia na mimi ni mimi niliokota. Kwa hivyo utabeba 40%, nitabeba 60%. Namwambia hapo sasa ni vita. Ni vita. Siwezi kubali. Nitabeba 50%. Na wewe utabeba 50%. Tukaanza kuaje mpaka mwenye aliangusha akarudi. Akatuambia mnirudishie pesa yangu, nimeangusha, nimepita hapa. Nikamwambia mwenzetu sungi kubali tu kama tumeshaenda. Akaniambia sio nikataa 40. Nikamwambia wewe nilikuonea. Tukaaje mpaka nyumbani na hatuna kitu. Tukasomeana. Na mnajua mnaenda kula umeenda. Sasa wewe nilikwambia wewe David pesa mimi nimeokota. Hapana, ni mimi niliokota. Mwenyewe ameshaishia na ameshatupatia zawadi. Asante sana kwa kuniokotea. Hakuna hata 50 bob. Ni asante. Halo? Lakini leo unatembea, unasikia unapumua vizuri, unasikia uko
sawa, unaamua cha kukula, unasahau ya kwamba kuna siku mlikuwa mnapigania ngiria wenyewe. Nilikuja kukutangaza mtoto wa Mungu, kesi yako haitaishia mahali huko. Kesi yako itabadilishwa, kwa sababu Mungu haangalii unapotoka, anaangalia unapoenda, haangalia unaposimama, anaangalia matumaini ya kesho. Natangaza kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Nasema kesi yako ni tofauti. Na kukiria mtoto wa Mungu, kesi yako ni tofauti. Mahali uliko leo na mahali unaenda ni mahali mbili tofauti. Mahali vyenye Mungu anataka kukufanyia na vyenye unafikiria ni vitu mbili tofauti. Mungu abadilishe historia yako. Nasema Mungu abadilishe historia yako. Nasema Mungu abadilishe historia yako. Mahali ambapo tumesoma mtoto wa Mungu, tumesoma juu ya dada yetu anaitwa Esther. Sema Esther. Ni aje Esther? Sema Esther. Esther ambaye tumesoma kumhusu ni dada ambaye alizaliwa kama wewe na mimi, lakini shida yake ikakuwa baba yake na mama yake wakafariki. Na walipofariki akaanza kulelewa na binamu yake, na akaanza kuishi pamoja na yeye. Na huyo ambaye Biblia mahali pengine wanasema uncle, mahali pengine wanasema cousin, lakini wote, iwe ni cousin iwe ni uncle, hawako biological parent. Alilelewa na guardian. Na wakianza kumlea, Esther akaanza kukomaa na heshima. Anasikiza uncle yake, lakini maisha tu ni magumu kwa sababu walikuwa watumwa. Na ukisikia neno utumwa unafikiria ni mchezo, mpaka siku nilikwambia utauliza watu wenye wanaishi Kakuma wakuambie utumwa ni nini, utajua utumwa ni nini. Wamoja wenu wamefanya kazi na UN, mnajua wakikwambia Dadaab inamaanisha nini. Niliwaambia hata mvua ikinyesha Dadaab bado unaungua na jua. Mvua inanyesha lakini jua iko tu. Ni kama inajuaga huku sio wa Kenya, hawa ni refugees. Kuna maisha ya utumwa ambayo umekuwa ukiipitia na ukafikiria utakufa mtumwa, na kutangazia unaweza zaliwa mtumwa lakini utamaliza kwa ikulu. Nasema unaweza zaliwa mtumwa na umalizie kwa ikulu, umalizie kwa nyumba ya ufalme, na ushangae utumwa wako umeondolewa. Unapoongelea utumwa, mtoto wa Mungu, tunapoambiwa eti wana wa Israeli walikuwa utumwa Misri, inasikika ni kama aieleweki. Mtoto wa Mungu, nilisimama kwa pyramids nikaziangalia hivi. Jiwe moja ya pyramids ni 10 ton. Jiwe moja. Na pyramids according to explanations iko na almost 1,300,000 stones. Hello? Na hizo mawe zimepangwa na mikono ya watu. Hakukuwa mashini ya kuinyangua iipange. Imeijenga, na imeijenga kwa hali ya kwamba unapoingia ndani, uko ndani kama kwa nyumba, lakini ni ndefu, inaenda feet 100 zaidi juu. Hello? Tukawauliza, na hao wenye walifanya hii kazi waliifanya aje? Wakatuambia waliifanya kwa malipo. Nikauliza, wewe mwenye alikuwa anatuambia wewe wangewahi kukulipa ufanye hii kazi, ungewahi kuifanya wewe? Akasema hapana, lakini si walikuwa wanalipwa. Nikamwambia mwacha kujitetea. Hata mjitetea ama msipojitetea, hii kazi yeyote anayeifanya ni mtumwa. Kwa sababu definition ya mtumwa ni nani? Mtumwa ni mtu ambaye hana haki juu ya uamuzi wake. Halo? Hana mamlaka ya kufanya uamuzi juu ya haki yake. Manake hauwezi kusema leo nitaamuka sahihi, leo nitalala sahihi, leo nitakula hiki na kesho nitafanya hiki. Huyo ni mtumwa. Mtumwa ni huyo mwenye hana uamuzi yoyote juu yake mwenyewe. Ni watu wengine umfanyia uamuzi. Ni tofauti na maskini. Kwa sababu njia ya kufanya mtu maskini ni aje? Watu hufanya wengine maskini wakati wanapowalipa pesa ndogo na wanachukua muda yao wote. Naongea na mtu hapa. The formula to make someone poor is to pay somebody something that is not sufficient and take the time of that person.
Wakati mtu anakulipa pesa ambayo haitoshi matumizi yako na akachukua muda wako wote, amesign contract ya umaskini bila kukuambia. In a polite way amekuambia tu ninakufanya maskini. Lakini iwe ni umaskini ama iwe ni utumwa, baada ya ibada ya leo mbingu itakutoa hapo kwa jina la Yesu Kristo. Iwe umejikuta huko kwa umaskini, mahali ambapo unatumika na hakuna kitu inaingia na muda umechukuliwa, ama huko kwa utumwa, mahali ambapo hauna uamshi juu ya haki yako, natangaza baada ya ibada ya leo mbingu ikungoe, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Kama unanisikia sema haleluya. Kama unanisikia sema haleluya. Basi leo ninakuja kukutangazia mtoto wa Mungu, usitake sana kujua utumwa ni nini, kwa sababu utumwa ni mbaya. Na wale watu ambao wanawekwa kwa utumwa hawana la kujiamulia. Hata wakifanya nini, hata wakisema nini, hata wakipendeza namna gani, maamuzi yote yanatoka kwa watu wengine na wao hawana la kusema. Kuna watu wengi ambao wanaishi dunia hii, lakini hawawezi amua cha kukula, hawawezi amua cha kunywa, hawawezi amua mahali ya kukaa. Hello? Tunaishi according to the way life inatupeleka. Imesha kutufanya watumwa, ikatupeleka vile inatupeleka. Lakini nilikuja kutangazia mtoto wa Mungu, hata baada ya miaka 400 ya utumwa ya watu wa Israeli Misri, muda ya utumwa ilifika mwisho, kwa sababu kesi yao ilikuwa tofauti. Kila mtu dunia hii ana mwanzo ya magumu yake na pia ana mwisho ya magumu yake. Nasimama leo natangaza iwe mwisho ya magumu yako. Nasimama leo kama nabii wa Mungu natangaza leo iwe mwisho ya magumu yako. Leo iwe mwisho ya machozi yako. Leo iwe mwisho ya kutafuta kazi. Leo iwe mwisho ya kutafuta biashara. Leo iwe mwisho ya kutafuta amani. Leo iwe mwisho ya kutafuta furaha. Mbingu ikushughulikie. Tikisa jirani yako mwambie kesi yangu ni tofauti. Mtikiso mwambie kesi yangu ni tofauti. Kama unaamini kesi yako ni tofauti, patia huyu Bwana makofi mazuri, kwa sababu kesi yako ni tofauti. Haleluya. Na ndio huyu Esther akalelewa, kwanza ni yatima, lakini pia ni mtumwa. Akalelewa kwa ndugu. Niliwaambia hakuna maisha magumu kama kuishi kwa ndugu. Kwa ndugu, wakiweka chumvi nyingi kwa mboga, hauendaki jikoni, ni wewe. Tawa zikivunjika, ulikuwa shule, ni wewe. Mlango haikufungwa, sio ulitoka wa mwisho, ni wewe. Hata kama dogi hizi nikataa kukula, ni wewe. Ni kama utazibembeleza dogi, kula. Kwa ndugu kila kitu mbaya ni wewe. Nilikaa kwa anko yangu, alikuwa ananiamsha asubuhi, ananiambia, Ackson, hii jiko itahama hapa, muijengee hapo. Na mke wake anamuuliza, hapo ina shida gani? Hapana, vijana wakiwa wako likizo wanafanya kazi, hamisha hiyo jiko, peleka huko. Mke wake anamwambia, si wache tu tuko tunapikia hapo, ni karibu ya mlango. Hapana, hapo ni mzuri. 5 naamuka kwa mawe, naanza kuchimba, tutahamisha jiko. Nikifikisha shimo zinakuwa tayari, nimemwagia maji ili kwamba udongo iwe sawa. Anakuja ananiambia, hizo shimo utaamsha baadaye, utaacha kwanza hivyo, kuja nikuonyeshe kazi nyingine. Unaona hii mitungi inahitaji maji. Nikamwambia, mzee, mnisaidie nirudi homa, hujakufa baba. Baba kanambia, nini baya wewe unataka kunichonganisha na ndugu yangu wewe, kaa huko. Kasema basi baba, nitakiwe jioni umeisha lala, unasikia kale usingizi ka kwanza hivi, unasikia unakwambia, wewe amka. Nini? Kuja, ninataka kukuta mpangilio ya kesho. Mvivu sana wewe. Mbona umekana na lala saa hizi? Kaa hapo. Kumbe kiako kimekosa usingizi huko kwa room yake. Kaa hapo. Na mnakaa naye. Unangojea mpangilio? Hakuna.
Sio mimi nilionaga likizo iishe. Nikarudi kwetu nikamwambia mzee, sitawahi tena enda likizo. Likizo zimetosha. Kuishi na ndugu ni neema. Ukicheka unanichekelea. Ukikaa kimya, kwani unasema tunakutesa? Kama nisijasema chochote, ni kuteseka tu kwa sababu wewe ni ndugu. Naomba Mungu leo akuondolee aibu. Nasema Mungu leo akuondolee aibu. Nasema mbingu leo zikuondolee aibu. Zibadilishe kesi yako. Baada ya miaka nimeisha kuwa Kenya, nimeisha kuwa na huduma, ninahudumu, nikaenda kufanya conference kwa hiyo mji yao. Nilikuwa nifanye conference alafu niondoke, niende airport, niende kwa mji mwingine. Na nilipofika tu tuna land hivi airport, wanakuja kutupokea na heshima sana. Kumbe yeye ni mmoja wa ushers wenye wako kwa hiyo protocol. Aliponiona tu ni mimi tunashuka kwa ndege hivi, akaambia watu wote, si niliwaambia mhubiri huyu mwenye yuko kwa hii picha ni mtoto wangu, ngoja niwaonyeshe. Nikaona kianko kinakuja baba bosi. Nikaona kianko kinakuja kutoka huko. Hakika hata kile kikuu cha protocol. Lakini kinakuja mtoto wangu. Na mimi nilikuwa nasema hiyo mikono ilinikimbishaga mashimo kwa moyo, lakini nina smile. Kwa moyo kuna nasema kama nimwambia chimbe naye mashimo hapo amishe jiko. Mtoto wangu, nilijuaka wewe. Wewe ni mtu wa maajabu sana. Niliwaambia hawa watu wote wewe ni mtoto wangu. Na mimi nasema ndio. Mtoto wako ama mtumwa wako? Ndio. Na tunatembea kinajisifu sana. Natangaza wenye walikutesa jana watajengea heshima yao kwa jina yako. Wenye walikusumbua juzi watajenga heshima yao kwa jina yako. Tikina jirani yako mwambie kesi yangu ni tofauti. Mwenye ana namba yako aichukue leo, kesho atakutafuta. Tusikutane tu hivi. Kesho atakutafuta hata kwambia, "Do you remember me? We were members at Sabaki." "No, we were not members. You never said hi to me." Treat me with respect today. Ni treat vizuri kwa sababu kesho utanihitaji. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Kwa lugha yangu kuna hiyo neno nasema kanganga foto. Inamaanisha nini? Nishike picha leo kwa sababu kesho hautaamini ni mimi. Bwana atakaposhughulikia kesi yangu, nitakapopita watu wataniangalia wanajiuliza, huyo ni huyo mwenye tulikuwa tunajua. Ni huyo mwenye mlikuwa mnajua, lakini amebadilishwa kwa sababu kesi yake imeshughulikiwa tayari. Natangaza wenye walikukataa jana watakuheshimu leo, na wenye walikukataa leo kesho watakuheshimu. Kama unaamini sema haleluya. Kama unaamini sema haleluya. Kama unaamini sema haleluya. Kesi yako ni tofauti. Na nikifundisha, ninafundisha, yeye hasikizi mafunzo. Anaelezea, anafanya fujo. Anaambia watu, "Wewe mtoto, mtoto wangu anajua. Mtoto wangu ni maajabu sana." Na akitoka hapa mnajua anarudi airport mara moja. Hakai leo hata lala hata hapa. Hello. Watu wajisifie wewe. Haleluya. Nasema watu wajisifie wewe. Nasema watu wajisifie wewe. Nasema watu wajisifie wewe. Esther alikuwa ni mtumwa, tena ni yatima. Unajua kama uko na wazazi, ukikaa kwa ndugu wakikutesa uko na option ya kurudi home. Lakini wakikutesa na hauna wazazi, hauna option. Option yako ni ama unaenda kwa street ama utatulia pale. Hello. Lakini leo ninakutangazia kwa jina la Yesu. Ama mateso yenye unapitia imeletwa na maisha ama ni ya vita ya kidunia, ninakutangazia baada ya leo kesi yako itabadilishwa. Nasema kesi yako itabadilishwa. Nasema kesi yako itabadilishwa. Kwa sababu mbingu zimenituma nikutangazie ya kwamba kesi yako ni tofauti.
Inabidi usome ufikishe ngazi fulani ndio upewe kazi. Kuna wenye watapewa kazi alafu wanasomea hiyo course. Nasema kuna wenye watapewa kazi alafu wanasomea hiyo course kwa sababu kesi yao. Nani alikwambia ni kwamba tu uajiriwe ni sharti uko na hizo qualification na kutangazia watakupea hiyo kazi alafu utaqualify kupitia Nimeona watu wako wanarudi shule wanaenda kusoma baada ya kupewa kazi ndio anaanza sasa kusomea hiyo. Nasikiza nikuibie siri mtoto wa Mungu. Kazi nyingi nzuri hazihitaji ujuzi wa hiyo kazi, zinahitaji ability ya ku make decisions ili kwamba uemploy wenye wanafanyaga hiyo kazi. Sikiza nikuibie siri mtoto wa Mungu. Tayari wa kufanya mguu ya tembo, hebu wa kufanya kichwa ya siafu. Bora wewe tu ndio uko unasema hivi ndio tunaenda. Naomba Mungu akuketishe mahali ya uamuzi. Nasema mbingu zikupatie mahali ya uamuzi. Nasema mbingu zikupatie mahali ya uamuzi. Lakini utafikiaje mahali ya uamuzi na wewe ni yatima na tena ni mtumwa? Kwa sababu uko yatima, hauna yeyote yule mwenye anaweza kukushughulikia ambaye ndiye anabeba uchungu yako, na tena wewe ni mtumwa. Utafikiaje mahali ya uamuzi? Unasikiaga wanaongeaga lugha zingine, unazisikilia kwa mbali. Wakiongea pesa, unakuwa unajiuliza hizo ni nini wanasema. Hiyo ni nini haiingie kwa kichwa changu kwa sababu hata hiyo historia haieleweki. Eti mtu anaweza kuwa na nyumba yake na anakaa ndani na analala usiku mzima na hakuna kulipa rent mwisho wa mwezi. Haiwezi kurejesta kwa kichwa yako kwa sababu utumwa wa kupanga nyumba imeshajaa sana. Unajiuliza eti mimi nijikutane mimi nimetoka kwa shida ya kugongana na watu mdhurwa na mimi nimekuwa kwa shida ya kukutana na traffic police. Hizo ni shida mbili tofauti. Na kugongana na watu kwa barabara, unataka kucross zebra crossing na kusimamishwa na polisi anakuambia wanasema uli overspeed. Na mimi naweza fikia mahali yenye polisi atanisimamisha niambie eti kabisa ume overspeed, maana yake niko na gari. Unajiuliza hiyo inaweza kuwa kwa sababu hiyo roho ya kushukumana kwa matatu inakujaa. Halo? Rafiki yangu mhubiri mwingine akaniambia kama kuna kitu ninaomba Mungu anisaidie nao ni kagari, hata kama katakuwa kama kamkokoteni, lakini anipatie kagari kwa sababu nimeenda huduma mara mingi na nimefanya missions nyingi, lakini matatu inamaliza upako. Nikamuuliza aje? Akaniambia hiyo Sunday nilikuwa nakuja kuhudumu huko mahali tulikuwa na wewe, nilipoketi hivi kiti ya watu wawili, lakini wakaniketishia mtu wa 90 ama 120. Akaketi yeye 1.5 na mimi amenifinya huko kwa mwisho. Upako yote ya kuhubiri ikaishia hapo. Ninatafuta kumsukuma hivi nimwambie niko katika maombi, ananifinya. Nilifika huko nimeisha upako. Siku Mungu alimpea gari, aliniambia hata kama nitaisukuma ifanye alafu iende, nashukuru. Itachunga upako. Mungu akampea sio ya kusukuma. Mungu akampea ambayo itakuwa kimpeleka. Naomba Mungu akujulishe ya kwamba unaweza zaliwa mtumwa, hautakufa mtumwa. Unaweza zaliwa yatima kwa sababu wazazi walikuacha, hautakufa yatima. Kwa sababu mbingu ziko na wazazi ambao wanafaa kukushughulikia. Ninaomba leo kesi yako ibadilishwe. Ninaomba leo mawazo yako ishughulikiwe. Kama unaamini sema haleluya. Sasa huyu Esther ni yatima na ni mtumwa. Sasa hajui hizi vitu mbili nitazifanyaje ili kwamba nipeni. Kumbe kitu anasahau ni kwamba unaweza kuwa yatima na uwe mtumwa, lakini kesi zinapishana. Halo? Nasema kesi yako ni tofauti. Nataka tu ujiulize hii swali.
Kijana huyo ambaye alikuwa anaishi Lodibari, hiyo ni kitabu cha Samueli wa pili sura yake 9. Huyo kijana ambaye alikuwa anaishi Lodibari anaitwa Mefiboshethi. Anaishi Lodibari na ni mlemavu. Anakaa na watu huko hawamjui, lakini wanajua huyu kijana hawezi kujifanyia kitu, kwa sababu ni mlemavu na anakaa hapa. Na siku moja watu wanasikia kwa mtaa, jamaa wanakuja na farasi, wako wanaenda wanauliza, na chariot wanaenda wanauliza, mnaweza kujua mahali kwa nyumba ya mtu ambaye anaitwa Bakiri? Mtuambie kama unajua nyumba yake. Watu wanasema basi Bakiri anakufa. Bakiri anakufa. Hizi farasi na chariot zinakuja kutafuta Bakiri. Bakiri anaisha leo. Kumbe shida sio Bakiri. Shida kuna nyota ambao Bakiri anakaa nao kwa nyumba yake na ajui ni nyota. Hiyo nyota imetoa watu Yerusalema, wanakuja wakiitafuta. Natangaza utafutwe mahali wengine hawatafutwi. Natangaza watu wakutafute mahali wengine hawajulikane. Mahali watu walikudharau, mahali watu walifikiria haufai. Naomba leo mbingu ziachilie utafuto wako. Bakiri yuko wapi? Nafikiri Bakiri akaona nimedu. Mimi ndiye Bakiri. Wakamwambia Bakiri, wewe ndiye Bakiri, tupeleke kwa nyumba yako. Bakiri anawapeleka. Kama nyumba yako umefanya? Wakiingia, wanamwambia Bakiri, kwa hii nyumba yako kuna kijana anaitwa Mefiboshethi. Bakiri anajua basi ninapata magumu, kwa sababu rejini ya baba yake na babu yake imeisha na iliisha vibaya. Kwa hivyo wale ambao wamechukua ni maadui wa familia yake, wanaenda kumuua na kuniua mimi kwa kumuhost ikiwa yeye ni mgaidi. Mawazo yako hiyo Bakiri, kuna kitu Mungu alishafanya huko ambayo ni zaidi ya uadui wa babu na babu, ambayo ni zaidi ya urafiki wa baba na baba, ni zaidi ya mawazo ya wanadamu. Kesi ya Mefiboshethi ni tofauti na kesi yenye unawazia yako. Unafikiria kuna mauaji, Mungu ameshamwandalia meza. Naomba mahali walifikiria utakufa, mbingu zikuandalie meza. Mahali walifikiria utaisha, mbingu zikuandalie meza. Bakiri akini Mefiboshethi ndio huyu. Hapo hapo anashangaa, wanamurukia, wanamchukua, wanamuinua, wanamwambia kijana, Yerusalema mfalme anakuhitaji. Nafikiri watu wa mtaa wakasema, hii ni mchezo. Yerusalema mfalme anamhitaji. Kwani wao hawaoni kama huyu ni kilema, ni mlemavu, na sheria ya mfalme inasema na walemavu wasionekane Yerusalema. Kwa hivyo huyu hawezi kuingia. Anashangaa, wanapandisha kwa chariot, tunabeba Yerusalemu. Tutaona leo kama ataingia. Hasio Yerusalemu anaenda kuingia, anaenda kuingia kwa nyumba ya mfalme. Sio Yerusalemu peke yake, na kwa mfalme ataingia. Kwa sababu kesi yake ni tofauti. Mahali watu walifikiria hautawahi kuingia, Mungu akupeleke zaidi ya hapo. Mahali watu walifikiria hautawahi kufika, Mungu akupeleke zaidi ya hapo. Mahali watu walifikiria hautawahi kuinuliwa, Mungu akuinue zaidi ya hapo. Kama unaamini sema haleluya. Sasa nataka ujue ya kwamba Mefiboshethi alipoingia, Biblia inasema na Daudi akamtengenezea meza ambayo ilifunika aibu ya miguu yake, ili kwamba watu wote wanapokuja wanakuta Mefiboshethi anakaa kama watu wengine. Wakiwaangalia wote ni hii peke yake inaonekana, aibu ya chini imefunikwa. Natangaza leo Bwana aandae meza mbele yako ambayo itafunika aibu yako ya kitambo. Ulemavu wako utafunikwa, na kila mwenye atakuona akuheshimie kwa yale anaona, sio yale asiyoyajua. Kama unanisikia sema haleluya. Hii mchezo ya watu kwenda natafutana na mabosi wenu, ulisema mnafanyaga kazi naye, unamjua? Mimi tumelelewa mimi na village moja. Niulize rafiki yangu, ni village ndio tulilelewa na wewe.
Baada ya village haujui nilikutana na nani. Baada ya village haujui ni nini linifanyikia. Baada ya village haujui ni nini ilikuja kwangu. Kama unanijua kwa village au nijui Nairobi, kuna mambo ilifanyika katikati ya Nairobi na village ambayo yalibadilisha maisha yangu. Na kutangazia leo, wale waliokujua jana wakikuona kesho wakushangae. Wale waliokujua juzi wakikuona washangae. Kama unaamini sema haleluya. Hakuna mtu atakuharibia kazi kwa sababu ya yale ya jana. Kaka yangu nataka kumuoa. Huyo dada, uliza historia yake. Sasa mimi sioi historia. Kwani ninaoa na tunaanza kurudi kwa past? Ninaoa tukienda kwa future. Natangaza maneno ya watu haitaharibisha future yako. Natangaza masemi ya watu haitaharibisha kesho yako. Natangaza mazungumzo ya watu haitaharibisha kesho yako. Appointment yako itatoka tu. Nasema you will be appointed. Your appointment letter itatoka kwa jina la Yesu. Nasema your appointment letter itatoka. Ninaposimama kwa haya madhabahu, natangaza yeyote mwenye anataka appointment letter, natangaza iachiliwe kwa jina la Yesu. Nasema iachiliwe kwa jina la Yesu. May you be appointed. Na yeyote yule mwenye wanatumia kutaka kukuharibia jina, aharibu zaidi, ataijenga tu. Maneno yake ya kuharibu itajenga tu. Nasema maneno yake ya kuharibu ndio itajenga zaidi. Huyo dada anajua dunia. Nashukuru kwa sababu atanifunza dunia. Kijana aliporudi na kuingia, watu wakagundua kumbe kesi yake tofauti. Ni nini ilifanya kesi ya huyu kijana hiyo tofauti? Aliishi huko Lodibari, lakini damu iliyotembea ndani yake ilikuwa ya ufalme. Aliishi Lodibari, lakini damu iliyokuwa ndani yake ilikuwa ya ufalme. Alo, niliwaambia watoto wa Mungu, value yako sio vile vyenye vinakujaa saizi, ni vyenye viko ndani yako. Unaweza kupakwa matope, unaweza kuchafuliwa jina, unaweza kuharibiwa maisha. Hiyo yote haiguzi value. Your value is the blood of Jesus Christ that is running in you, that tells you that you will never die as your enemies are planning. That's your value. Ni kama nilimwambia, ni kama pesa. Sema pesa. Yes. This is 50 euros. Hello? 50 euros. It's equivalent of 5,700. 5,700. Hii ni 50 euros. Hii ni 50 euros. Hiyo yenye nimekanyaga hapo ni 50 euros. Hiyo yenye nimepiga ni 50 euros. Na hii yenye nimeweka kwa mfuko Can I tell somebody? The value of that money does not depend na vyenye imepitia. Waifinye, waichafue, waikanyage, waweke kwa mfuko. Uliniguza kwa mfuko? Waifanye kenye wanataka. Ikienda kwa market, hii ikienda kwa market, itanunua vitu ya 5,700. Imekunjama hivi, lakini bado
ikienda kwa market itajiimpose more than. Nataka nifunze mtu kitu leo kwa jina la Yesu. Unaona hii? Si ikunje? Unaona hii? Nimeikunja. Lakini hii hata kama ziko na kala moja inabeba 5 za hii. Hata kama huyu tumemtoa kwa ATM na huyu tukamuokota kwa mtaro, huyu bado atatupea 5 ya huyu wa ATM. Can I talk to somebody? Your value is not determined on how you appear. Value yako haipimwi na vile unakuja mbele ya macho ya watu. Wanapokufungua ndipo wanagundua unaweza kuwa na kala moja lakini hamuko wamoja. Unaweza kuitwa majina pesa lakini sio zimoja, na zikiingia kwa market zinanunua tofauti. Ndio unagundua hii imefinywa lakini ni ya maana kuliko hii mpya. Shekelema tena neighbor. You are valuable. You are value. Oh, I came to tell somebody, your value is not on your outside appearance. Your value is not on your physical appearance. Heshima yako haiko kwa uchafu ambao watu wamekupaka. Heshima yako haiko kwa nguo ambazo umevaa. Zinaweza kukaa chafu, lakini kama ndani yako unajua ya kwamba Kristo ana mpango na mimi, baada ya haya atabadilisha historia. Akikupeleka kwa market, watajua wewe ni nani. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nasema hallelujah, nasema hallelujah. Naomba mahali walishusha heshima yako, mbingu irudishe kwa jina la Yesu. Mahali walichafua jina lako, mbingu irudishe kwa jina la Yesu. Mahali walikudharau, mbingu ikujengee tena kwa jina la Yesu. Mahali walikushusha, mbingu ikuinue tena kwa jina la Yesu. Mahali watu walikuongea, mahali watu walikukiria mabaya, natangaza heshima yako, mbingu irudishe tena. Kama unaamini sema hallelujah. Niwaambia heshima ya Yusufu haikuwa kwa nguo. Ndio kwa maana hata ndugu zake walipochukua nguo, akaachia nguo akaenda na heshima. Mke wa Potifa alipochukua nguo, akamwachia nguo akaenda na heshima. Na wakati ilifika heshima kujitetea, heshima ikajiletea nguo ingine, kwa sababu nguo sio heshima, heshima ndiyo nguo. Natangaza leo mbingu ikurudishie heshima yako. Natangaza leo heshima yako ikuketishe na wafalme. Mwanga wa Mungu ndani yako ikurudishie haki yako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tutaendelea on Tuesday. Maliza service yako.